Naam, kwa mara ya kwanza serikali ya Samia Suluhu na CCM wamezungumza waziwazi ya kwamba maridhiano nchini Tanzania yanawezekana bila kumhusisha kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Bonyeza alama like kisha subscribe kabla ni kueleze taarifa hizi kwa urefu. Mjadala kuhusu maridhiano ya kisiasa nchini Tanzania umechukua sura mpya na mbaya, huku afisa wa ngazi ya juu wa CCM leo akisema kuwa mazungumzo hayahitaji lazima uwepo wa kiongozi wa Chadema Tundu Antipas Lissu ambaye kwa sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini mahakamani na bado yuko nyuma ya kuta za gereza la Ukonga. Akizungumza katika kituo cha habari cha Clouds TV, katibu wa itikadi na uenezi wa mafunzo ya CCM Kenani Laban Kihongosi alijibu moja kwa moja kauli ya makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ambaye amesisitiza kwa maridhiano ya kweli hayawezi kufanyika bila Tundu Antipas Lissu kuhusishwa katika mchakato huo. Hata hivyo, Kihongosi ametupilia mbali leo msimamo huo wa John Heche akisema ni mtazamo binafsi wa John Heche, akibainisha kwa maridhiano ni jambo pana zaidi ya watu binafsi katika siasa na hayapaswi kufanywa kutegemea mtu mmoja kama Tundu Antipas Lissu. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa CCM Kihongosi, kwa niaba ya CCM, mazungumzo yanaweza kuendelea hata wakati Tundu Lissu au kesi ya Lissu ikiwa inaendelea mahakamani, kwa sababu kwa mtazamo wake Kihongosi, Lissu anakabiliwa na mashtaka kwa mujibu wa sheria za nchi na hakuna aliye juu ya sheria. Alisema hivyo Chadema inapaswa kushiriki katika mchakato wa maridhiano badala ya kufanya ushiriki wa Tundu Lissu kuwa sharti la lazima mazungumzo hayo. Na hapa ndipo kauli hiyo ya hivi karibuni inapopata uzito zaidi. Kiongozi alisema kuwa iwapo Tundu Lissu ataondolewa katika mchakato wa mahakama, uamuzi huo unapaswa kupitia mfumo wa mahakama. Alisisitiza kuwa mahakama ndiyo inayopaswa kuamua kama Tundu Lissu ana hatia au la kulingana na ushahidi na sheria. Kwa maneno mengine, msimamo wa CCM unaowasilishwa na Kihongosi ni kwamba mchakato wa maridhiano ya kisiasa nchini haupaswi kusubiri hadi kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu ikamilike au hadi Tundu Antipas Lissu aondoke gerezani. Ujumbe wake ulikuwa wawazi: Chadema ni taasisi, si mtu binafsi, na chama hicho kinapaswa kushiriki katika maridhiano nchini bila kujali kama mwenyekiti wake Tundu Lissu yupo kimwili au la. Msimamo huu unaweka kauli za kiongozi katika mzozo wa moja kwa moja na hoja inayotoka ndani ya Chadema kwamba kuendelea kushikiliwa na kushtakiwa kwa Tundu Lissu ni masuala muhimu ambayo hayawezi kutenganishwa na mazungumzo na maridhiano mapana ya kisiasa nchini. Awali, John Heche alisisitiza kwa maridhiano lazima yashughulikie mvutano wa kisiasa unaolikabili upinzani na kwamba hali ya Tundu Lissu haiwezi kupuuzwa hivi hivi. Lakini sasa kiongozi kutoka CCM anaweka wazi kuwa chama hicho tawala haioni uwepo wa Tundu Lissu kama sharti la lazima ili mazungumzo hayo yaendelee. Pia alisisitiza kuwa maridhiano hayapaswi kuchukuliwa kama jambo linalohusu vyama vya siasa pekee. Hoja yake kiongozi huyo wa CCM ni kwamba mchakato huo unapaswa kuwa mpana zaidi na kuhusisha jitihada za kudumisha utulivu wa kisiasa na ushirikiano nchini. Hata hivyo, suala la Tundu Lissu ni vigumu kulitenganisha na mazingira ya kisiasa nchini. Mwenyekiti wa Chadema kwa sasa anashikiliwa kizuizini Ukonga, huku kesi yake ya uhaini ikiendelea katika mahakama kuu Dar es Salaam, jambo linalofanya hali yake ya kisheria kuwa moja ya masuala ya kisiasa na ya kimahakama yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini Tanzania. Hivyo basi, kutokubaliana huku wa kuhusu tu iwapo vyama vya siasa vinapaswa kufanya mazungumzo au la, suala hilo linazidi kuwa la namna gani maridhiano yanapaswa kufanyika, nani anapaswa kushiriki na ni masharti yapi yanayopaswa kushughulikiwa kabla ya mchakato huo wa maridhiano kuchukuliwa kuwa na tija. Kwa upande wa upinzani, Chadema kuendelea kushikiliwa kwa Tundu Antipas Lissu kumekuwa sehemu kubwa ya mjadala wa kisiasa nchini. Kwa CCM, hoja inayotolewa na kiongozi ni tofauti. Chama hakipaswi kufanya mchakato mzima wa maridhiano kutegemea mtu mmoja pekee, Lissu, hasa wakati mtu huyo akikabiliwa na kesi gerezani. Na kiongozi alienda mbali zaidi kwa kutetea nafasi ya CCM katika siasa za Tanzania. Alisema CCM, chama tawala, haioni kama inakosa ushindani wa kisiasa, akifafanua kuwa kila chama cha siasa kilichosajiliwa kisheria huchukuliwa kuwa mshindani wa kisiasa.
lakini licha ya kutambua washindani hao, alisema haioni CCM ikiondolewa madarakani. Ufafanuzi wake uliegemea zaidi kwenye kile alichokitaja kama rekodi ya utendaji wa CCM serikalini. Kiongozi alitaja shule, vyuo vikuu, mikopo ya wanafunzi, barabara, umeme, miradi ya maji na hospitali za rufaa kama mifano ya mambo ambayo anasema Watanzania huyahusisha na uongozi wa CCM. Alisema kuwa Watanzania wanapoangalia miradi ya maendeleo iliyotekelezwa nchi nzima, wanaona nafasi ya serikali ya CCM. Hoja hiyo ni muhimu kwa sababu inaonyesha jinsi CCM inavyolenga kuweka mtazamo wa ushindani wa kisiasa. Badala ya kukubaliana na hoja ya upinzani kwamba Tanzania inahitaji mabadiliko makubwa ya kisiasa kabla ya maridhiano kufanikiwa, kiongozi anaiwasilisha CCM kama chama chenye jukumu la kudumisha utulivu na kuleta maendeleo. Lakini swali kubwa linabaki iwapo hoja hiyo itatosha kuwashawishi wapinzani kushiriki katika maridhiano bila kuwepo kwa Tundu Lissu. Kwa sababu kwa upande wa Chadema, swala si tu iwapo mazungumzo yanapaswa kufanyika. Swali ni iwapo mazungumzo hayo yanaweza kushughulikia masuala yaliyosababisha mvutano wa sasa wa kisiasa hapo awali. Na kesi ya Tundu Lissu iko katikati kabisa mjadala huo. Kwa hakika kiongozi anasema, njooni mezani kwanza na msiweke uwepo wa Lissu kama sharti. Msimamo wa upinzani kuhusu swala hilo unaweza kuwa mwelekeo wa mjadala huu wa hivi karibuni wa maridhiano. Iwapo Chadema itasisitiza kuwa Tundu Lissu lazima awe sehemu ya mchakato huo, basi pande hizo zote mbili zitaendelea kutofautiana kuhusu mojawapo ya masharti ya msingi ya mazungumzo hayo. Hata hivyo, iwapo upinzani utakubali kushiriki bila Tundu Lissu kuwepo ana kwa ana, hatua hiyo inaweza kufungua mlango wa awamu tofauti ya mazungumzo ya kisiasa nchini. Hata hivyo, kwa sasa ujumbe wa CCM uko wazi. Maridhiano hayalazimiki kusubiri suala la Tundu Lissu hadi likamilike, na kesi yake mahakamani inapaswa kuendelea kivyake kupitia mfumo wa mahakama na mfumo wa kesi ya uhaini inayomkabili. Swali sasa ni iwapo Chadema hatimaye itakubali mgawanyo huu kati ya mazungumzo ya maridhiano ya kisiasa na kesi ya Tundu Antipas Lissu ambayo inaendelea katika mahakama kuu Dar es Salaam hivi sasa, au iwapo chama hicho cha upinzani cha Chadema kitaendelea kusisitiza kuwa hakuna maridhiano ya kweli yanayoweza kufanyika au kufikiwa bila mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu kushiriki katika mazungumzo hayo. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti ya habari hizi. Kabla tufunge taarifa hizi, maoni yako ni muhimu sana, hivyo upande wa maoni ama upande wa comment chini ya video hii hakikisha umenijuza mtazamo au maoni yako. Vile like video hii, subscribe, alafu bonyeza alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika taarifa au habari zetu zaidi.